Kwa ajili ya faida zenu. Kwa nini mdanganye kwa ajili ya faida zenu? Kuweka uongo. Haya. Tukija kwenye hii 28, Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya sita chakula cha siku mbili. Kumbe Bwana alikuwa anawapa chakula cha siku mbili, ile muda wanaopumzika walikuwa wanapewa chakula na Bwana mwenyewe. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba. Hawa siku ya saba wa Sabato, wanaojiita wa Sabato leo, mbona hawakai sehemu yao siku ya saba? Tunawakuta mabarabarani wanatembea, tunawakuta wakienda kufanya kazi ya utumishi huko, eti wanahubiri. Tena hawahubiri habari za kisabato, wanahubiri habari za Yesu Kristo ambaye amekuwepo baada ya Torati. Ni vitu vya ajabu sana. Yaani sawasawa Yesu au wanafunzi wa Yesu Kristo akina Petro wakae kwenye sinagogi, wakae sehemu ya kanisa la Kristo la watu waliookoka, wakahubiri habari ya Torati ya Musa, kwamba inatakiwa mzishike sheria za Musa, inatakiwa mzishike amri 10, inatakiwa mfanye makambi. Hivyo vitu hakuna, Paulo hajawahi kuvifundisha, Petro hajawahi kuvifundisha, Yakobo hajawahi kuvifundisha, Yohana hajawahi kuvifundisha. Ni mafundisho ya uongo. Na pale wanaposema kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wa Sabato, sio kweli. Hata Waislamu na wao pia wanasema kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wanafunzi wa Yesu walikuwa ni Waislamu, vitu ambavyo sio vya kweli. Tukisoma Matendo ya Mitume 26 hapa inasemaje? Matendo ya Mitume hapa 26 au 26 hii hapa inasema, wakati Paulo amewekwa magereza, yuko mahakamani, waliompeleka ni wale wanafunzi waliokuwa wanafuata mafundisho ya Torati, ambao ni Mafarisayo na Masadukayo na Wayahudi, ndio waliompeleka Paulo kwa kuwa ameiasi Torati, wamempeleka kumshtaki. Hapo kuanzia katika Matendo ya Mitume 26:26 inasema, kwa maana mfalme unajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana kuwa hapana neno moja katika hayo asiyolijua, kwa maana jambo hilo halikutendeka pembeni. 27. Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Najua ya kuwa waamini. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Paulo akajibu, namuomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu, ila na hao wote wanaosikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi. Mfalme Liwali na Berenike na wale walioketi pamoja nao wakasema, hata walipoondoka wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, mtu huyu hatendi neno linalostahili kifo wala kufungwa. Agripa akamwambia Festo, mtu huyu angeweza kufunguliwa kama asingelitaka rufani kwa Kaisari. Kwa hiyo hapa Agripa akamwambia Paulo kwa mstari wa 28. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wazani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Sio kwa maneno machache wazani kunifanya mimi kuwa Msabato? Hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Biblia inataka watu wote tuwe wa Kristo. Paulo anataka watu wote tuwe wa Kristo. Tumwamini Yesu Kristo, tuwe wanafunzi wa Kristo. Kuwa Mkristo maana yake ni kumwamini Kristo. Kuwa Mkristo maana yake ni kuwa mfuasi wa Kristo. Ndio maana yake. Ni kuwa mfuasi wa Kristo. Kwa hiyo hapa hakuna sehemu ambako waliwafanya watu kuwa wa Sabato. Huo ni uongo wa kisabato. Sabato ni dini imetokea wapi? Na maana yake ni nini? Ilikufa msalabani, na kuna aliyekufa msalabani ni Mkristo, na sisi wa Kristo wenyewe ni wafuasi wa Kristo ambaye alitufia msalabani. Je, aliyetufia msalabani Katoliki? Hakuna. Katoliki ni dini ya Rumi na mafundisho yake na mapokeo yake. Ni Anglikana? Hapana. Ni Pentekoste? Hapana. Ni Salayo? Hapana. Ni Methodisti? Hapana. Ni Baptisti? Hapana. Ni Methodisti? Hapana. Ni shika neno tenda neno? Hapana. Ni mashahidi wa Yehova? Hapana. Jehovah Witness? Hapana hiyo. Ni Mungu Baba? Hapana. Ni Yesu Kristo. Sisi wote ni wa Kristo na ni wa moja. Sasa huu Sabato umetoka wapi wakati Biblia inafundisha watu wote tuwe wa Kristo? Watu wote tuwe wanafunzi wa Yesu Kristo.
Halafu Wasabato wanasema Paulo alikuwa ni Msabato, anawafundisha watu wawe Wasabato. Mbona hapa maelezo ni tofauti? Tuwe wa kweli, uongo haufai. Na kutumia Agano Jipya kuwapeleka watu kwenye usabato kwenye Agano la Kale ni makosa makubwa, kwa sababu Agano la Kale lina sheria zake na Agano Jipya lina sheria zake. Agano Jipya inatufanya watu wote tumwamini Yesu Kristo, tuwe wanafunzi wa Yesu Kristo. Agano la Kale linawafundisha Wayahudi wazishike sheria za Kiyahudi na kutembea na sheria zao, sio kutembea na sheria za Kisabato. Wasabato wanashia sheria za Kiyahudi wakati wao sio Wayahudi. Na makosa ya kujifanya wewe ni Myahudi ni yapi? Tuangalie kwenye Ufunuo 3. Hayo ndio makosa ya kujifanya Myahudi wakati wewe sio Myahudi. Na ni makosa makubwa sana. Kwa sababu hawa Waislamu na wa Sabato huwa wanajifanya wao ndio Yesu alikuwa ni dini yao. Ni wa Sabato, kama Sabato ni dini yao. Sasa tuangalie kujifanya Myahudi na kujifanya wewe ni wa sinagogi wakati wewe sio Myahudi. Tuangalie Biblia inasemaje. Tuangalie hapa wanaojifanya wote. Tuangalie hapa. Tukiendelea hapa, kwa wewe Msabato unayojifanya ni Myahudi wakati wewe sio Myahudi. Wewe Muislamu unayejifanya ni Myahudi wakati sio Myahudi na unataka kuchukua baraka zao. Sikiliza, andiko hili linakuhusu Msabato na Muislamu. Katika Ufunuo 2:9 inasema tuanzie 8. Ufunuo 2:8. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Similina andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai, Yesu Kristo, Mungu mkuu, wa kwanza na wa mwisho. Yaani yeye ndiyo wa kwanza na yeye ndiyo wa mwisho, hakuna mwingine. Yesu Kristo ndiye wa kwanza na ndiye wa mwisho, hakuna mwingine. Tunaposema Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, ndiye Mungu aliyetuumba, aliyeniumba mimi, akaniwekea pumzi mpaka leo nanena, naongea, ni Yesu Kristo. Kumkataa Yesu sio Mungu sio shida. Kuona wewe unaongea kwamba Yesu sio Mungu sio shida, kwa sababu kila mwanadamu amempa kipawa na uwezo na mamlaka kwa jina lake. Na shetani pia na yeye kuna watu wake ambao wanazaliwa kwa mapenzi yake, amewapa mamlaka na kipawa na wanafanya miujiza. Na hao watu wa shetani wanao uwezo wa kunena kwa jina la shetani kwa kumuongelea Yesu Kristo vibaya, na wana uwezo kumuongelea Yesu vizuri na wakatenda miujiza kwa lengo kuwavuta waende kwake. Na Yesu Kristo pia na watumishi wake wapo pia wanaweza kuongelea habari za shetani wakafanya vitu, lakini tutahesabiwa kwa matendo mema tu peke yake. Yaani matendo mema tu. Mimi nitakapotenda mema, nisizini, nisinywe pombe, nisivute sigara, nisivute bangi, nisilawiti, nisifanye mambo ya mapenzi ya jinsia moja, nisiabudu sanamu, niwe msafi, niwasaidie yatima, wajane, omba, wahitaji, ni kama ninacho natoa. Hayo matendo ndio yatakayohesabiwa peke yake. Huhesabiki wewe kwa kutoa sadaka kanisani. Huhesabiki wewe kwa kuabudu sana. Huhesabiki wewe kwenda kwa mwana maombi, hicho kitu hakipo. Wala hayo sio matendo mema. Bali matendo mema ndio haya ambayo mwanadamu anatakiwa utengeneza moyo wake kuwa safi. Tuangalie sehemu ya 3.